Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Iran dhidi ya Israeli, na yako mengi ambayo yanaendelea kukujuza hapa hatua kwa hatua. Na nikwambie, Rais wa Urusi Vladimir Putin akiwa kwenye mahojiano na Sky News kwa Kiarabu anasema Iran ina haki ya kuunda mpango wa nyuklia wa kiraia na kutumia teknolojia ya atomic kwa madhumuni ya amani. Anasema Iran ina haki ya kufuata programu za teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani. Mkuu wa serikali ya Urusi alisema kulingana na yeye, Russia iko tayari kuipatia Iran msaada unaohitajika na uungaji mkono katika maendeleo ya nishati ya nyuklia ya amani kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Anasema kuna masuala maalum kwa maoni yangu ambayo yanaweza na lazima yawe mada ya mazungumzo. Putin aliongeza akisisitiza kwamba Iran na Israeli zinapaswa kuhusika katika mchakato wa mazungumzo ya kutatua mgogoro unaozunguka mpango wa nyuklia wa Iran. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile ni kwamba shirika la kimataifa la nishati ya atomic linasema kwamba halina data zinazoonyesha kuwa Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kupitia mahojiano na Sky News kwa Kiarabu, Iran imetangaza mara kwa mara kwamba haitafuti kuunda silaha za nyuklia. Shirika la atomic pia haina ushahidi au ishara zinazoashiria utengenezaji wa silaha za nyuklia. Kama Putin alivyosisitiza, ikiwa Israeli ina wasiwasi fulani, lazima ishughulikiwe. Kwa maoni yangu, kuna fomu na taratibu ambazo matatizo haya yanaweza kutatuliwa. Urusi sawa na shirika la atomic haina ushahidi wowote na haijawahi kuwa na yeyote ikionyesha kwamba Iran inajiandaa kupata silaha za nyuklia. Putin alisema akibainisha kuwa msimamo huu umewasilishwa kwa uongozi wa Israeli. Vile Marekani itaingia katika vita katika Mashariki ya Kati ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ataamua kuishambulia Iran. Waziri wa zamani wa ulinzi na mkurugenzi wa zamani wa CIA Leon Panetta anasema kupitia CNN, ikiwa ataingia na kushambulia Iran, basi hakuna shaka kwamba Marekani itakuwa katika vita vya kikanda wakati huo. Ana hakika kwamba Marekani ilifanya kosa baya kwa kwenda Iraq kwa mwaka 2003 na anaamini kwamba inapaswa kuwa somo kwa Trump. Hapo awali Trump alisema Marekani iko tayari kuipa Iran muda wa wiki 2 zaidi kujaribu kutatua masuala ya nyuklia ya Iran kidiplomasia na kuzuia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vilevile Teherani itakuwa tayari kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati ikiwa Washington itajiunga na operesheni ya kijeshi ya Israeli. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema kupitia NBC News kwenye mahojiano, kunapotokea vita pande zote mbili hushambuliana. Hilo linaeleweka kabisa na kujilinda ni haki halali ya kila nchi. Alisema alipoulizwa iwapo Iran ingelenga jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati iwapo itashambulia. Kwa maoni yake, inachohitaji ni simu tu kutoka Washington hadi Tel Aviv kukomesha kila kitu. Hapo awali Trump alisema Marekani iko tayari kuipa Iran muda wa wiki 2 zaidi kujaribu kutatua masuala ya nyuklia ya Iran kidiplomasia na kuzuia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vilevile, Rais wa Marekani Donald Trump atafanya kila wezalo kusuluhisha mzozo kati yake na Iran kidiplomasia, lakini hatimaye atafanya kile kinachohitajika kusitisha mpango wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance anasema yeye Trump alisema atafuata diplomasia hadi afikirie kuwa hakuna fursa, na mara tu atakapoamua kwamba diplomasia imekamilika kabisa, kwamba hatutapata chochote kutoka kwenye mazungumzo ziada, basi nadhani rais atafanya kile anachohitaji kufanya ili kukomesha urutubishaji wa Iran na kukomesha mpango huo wa nyuklia wa Iran. Tena rais atafanya uamuzi huo wa mwisho, lakini rais atafanya uamuzi huo kwa wakati. Jana anataka kuwapa muda zaidi kuona ni nini diplomasia inaweza kutimiza, aliambia Fox News kwenye mahojiano. Makamu wa rais aliongeza kuwa Trump hatamwambia mtu yeyote ni lini au ni nini atafanya. Nadhani anajua wakati diplomasia itakapokamilika na atajua ni lini hatimaye atalazimika kuajiri jeshi la Amerika ili kuhakikisha kuwa Iran haina mpango wa nyuklia, JD Vance alisema. Jeshi la Israeli limegundua shambulio jipya la kombora la Iran. Vyombo vya habari vya jeshi hilo, Israeli Defense Force IDF, limesema kwenye taarifa. Muda mfupi baada ya ripoti hiyo, IDF ilitangaza msururu wa mashambulizi dhidi ya kuzuia makombora ya Iran. Raia waliagizwa kujificha katika nafasi iliyohifadhiwa. Hata hivyo, waandishi mbalimbali wameripoti ving'ora vya ulinzi wa raia vilisikika mjini Tel Aviv. Kwa wakati huu tahadhari tayari imeondolewa na watu waliruhusiwa kuondoka kwenye makazi. Hakuna maoni rasmi kuhusu matokeo ya shambulio hilo ambalo yametolewa, lakini tayari mashambulizi hayo yanaonekana kuleta mkururo mzito kwelikweli baina ya taifa la Israeli lakini pia na taifa la Iran. Iraq imeongeza muda wa marufuku ya safari za ndege za kiraia katika anga ya nchi hiyo kwa siku nyingine. Huduma ya masuala mazima usafirishaji
ya ndege ya Baghdad imesema nafasi ya anga bado imefungwa, marufuku ya safari za ndege za kiraia inaendelea. Shirika hilo liliweza kunukuu, na hii ni kwa sababu ya mashambulizi ambayo bado yanaendelea. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ilikuwa vigumu kwake kuelewa ni kwa nini Iran inashikilia sana mpango wake wa nyuklia wa kiraia wakati ina akiba kubwa ya mafuta. Anasema, unajua, wameketi juu ya moja ya rundo kubwa la mafuta duniani. Sijui kwa nini wanahitaji nishati ya nyuklia hiyo kwa kazi ya kiraia. Unajua, ni jambo moja kwa nchi fulani kusema, hey, nataka kuwa na kiasi fulani ambapo naweza kwenda nyuklia kidogo kwa sababu tunahitaji kwa umeme, tunahitaji kwa viyoyozi na kadhalika. Lakini unapokuwa umekaa kwenye moja ya eneo kubwa la mafuta popote duniani, ni vigumu kidogo kuona kwa nini ulifanya hivyo, aliongeza rais huyo wa Marekani Donald Trump. Huenda Marekani ilitumia mazungumzo ya Iran kama kificho cha maandalizi yake ya kuishambulia jamhuri hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema ni juu ya Marekani tena kuonyesha dhamira yao ya kutafuta suluhu la mazungumzo, au wana jambo lingine akilini mwao na wanataka kuishambulia Irani. Hata hivyo, kwa hivyo walikuwa labda mpango huu na walikuwa nao na walihitaji tu mazungumzo labda kuficha, amesema kwa kuzingatia matukio hivi karibuni. Teherani ina imani ndogo na Washington. Anasema walichokifanya ni usaliti kwa diplomasia, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran alisema. Vilevile jeshi la ulinzi la Israeli limesema limekamilisha wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Ijumaa usiku. Taarifa ya shirika la habari la IDF inasema shambulio hilo lilihusisha ndege 15 za kivita za Israeli ambazo zililenga mifumo ya kurusha makombora ya Jamhuri ya Kiislamu. Lakini Iran hakutoa taarifa yote kwamba mashambulizi hayo yameweza kuleta athari kwake au la. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake iko tayari kuipa Iran muda wa zaidi ya wiki 2 ili kutatua swala hilo kuhusu mpango wake wa nyuklia na kuzuia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Anasema, tunawapa kipindi cha muda. Tunaona kipindi hicho cha wakati ni nini, lakini ninawapa muda na ningesema wiki 2 zingekuwa za juu zaidi, Trump aliwaambia waandishi wa habari huko New Jersey. Rais huyo Marekani anasema pia huenda akaunga mkono mapatano kati ya Israeli na Iran wakati wa mazungumzo. Ninaweza kulingana na mazingira. Ni vigumu sana kuacha, alibainisha akizungumza kuhusu Israeli na Iran kubadilishana kwa kurushana silaha. Unapoitazama Israeli inafanya vizuri katika masuala ya vita, na nadhani unaweza kusema kwamba Iran inafanya vizuri kidogo. Ni vigumu kidogo kupata mtu wa kukomesha. Alipoulizwa iwapo yuko tayari kuitaka Israeli isitishe mashambulizi dhidi ya Iran, kiongozi huyo Marekani alisema, nadhani ni vigumu sana kufanya ombi hili hivi sasa. Ikiwa mtu anashinda ni vigumu kidogo kufanya kuliko mtu akishindwa. Lakini tuko tayari na tunaweza, na tumekuwa tukizungumza na Iran na tutaona kitakachotokea. Mwisho wa kumnukuu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Lakini pia Marekani ambaye anatajwa sana kwenye vita hivi vya Israeli na Iran kwamba ndiye mtu ambaye anampa nguvu kubwa Israeli za kuendelea kufanya mashambulizi ya namna hii, inaelezwa kwamba utawala huo sasa uko tayari kujadili madhara yanayoweza kutokea kutokana na mashambulizi ya Israeli kwenye kiwanda cha nyuklia cha Bushehr au vinu vingine vya nyuklia nchini Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce anasema, sawa, hakika sitabashiri juu ya athari za asili ya kile kinachoendelea katika nchi yoyote kuhusiana na swala hili, alisema alipoulizwa kama Marekani na wasiwasi kuhusu athari zinazoweza kusababishwa na mashambulizi ya Israeli dhidi ya Bushehr. Vile Urusi inashiriki msimamo wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwamba ni muhimu kuepusha mzozo wa kimataifa kati ya Israeli na Iran. Mwakilishi wa kudumu wa Urusi kwenye Umoja Mataifa Vazen Benzi anasema, tunaona majaribio hatari sana ya kuzivuta nchi za tatu kwenye makabiliano. Tunashiriki msimamo wa katibu mkuu kwamba kueneza mzozo lazima kuepukwe, alisema. Badala ya kurejea kwenye mazungumzo ya amani, njia pekee inayowezekana ya kutatua swala la Palestina, uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Israeli ulichagua kuinua hali na kupanua jiografia ya mzozo katika eneo hilo, alisema. Pengine Jerusalem Magharibi inatafuta kuvuruga tahadhari ya jumuiya ya kimataifa kutokana na uhalifu wa jeshi lake huko Gaza na Ukingo Magharibi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.